Japo. Wewe Japo. Japo. Kilunga. Hivi una matatizo gani lakini? Una matatizo gani? Nilishakuonya mara kadhaa, sitaki mazoea na mdogo wangu. Lakini mbona hivyo lakini Shida nini? Hayo mazoea na mdogo wangu yameanza lini? Umekosa mtu mwingine wa kumpatia mtoto wako? Sofia yupo, Karimu yupo, mpaka uje kwa mamangu mdogo hapa Shida nini lakini? Mbona unanitafuta maneno lakini Montana, mimi siona sababu yoyote ya wewe kuwa mkali kiasi kama hicho. Na lakini kama jambo hili lingekuwa lijakufurahisha, si ungemweka tu ndani kwangu pale, kwa kuna mbali gani? Mpaka unakuja kumweka hapa nje. Unamwacha peke yake na wewe unamwona ni malaika. Kama kingepita kiumbe chote kingemzuru hapa, ungekuwa kwenye hali gani? Hizo sio shida zangu. Unanielewa? Sio shida zangu hizo. Kuna mtu umemwajiri hapa? Mdogo wangu umemwajiri? Hayo yanakuhusu wewe. Wewe ndio utakao kujua mtoto namwacha wapi. Sijui unanielewa? Sasa nakwambia, sikia nikwambie. Sitaki na ukome kumchulia mdogo wangu. Iwe mwanzo na mwisho. Kilungo unachonitafuta, nitakuja kufanyia kitu kibaya hapa mtaani uonekane mtu mbaya. Sitaki lawama na wewe. Unanielewa Sitaki lawama na wewe. Na kuanzia leo ukome kabisa. Siku nyingine nikukuta umempatia mdogo wangu mtoto, utamkuta sehemu mbaya zaidi ya hapo ulipomkuta. Na ninakuhakikishia hilo. Na ukome kabisa. Nirizani najenga, kumbe nazidi bomoa. Nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Nilijua naimarisha pendo. Mzee kichwa cha kukwe, mimi binafsi nakuheshimu sana. Yaani baba, nakuheshimu kwa vitu hivi viwili. Kwanza ndio mwenyekiti wetu, unatuongoza vyema sana. Lakini pia wewe ni mzee wetu katika hiki kitongoji. Mara nyingi umekuwa msuluhishi na mwongozaji wa matatizo na mafanikio. Jambo lolote ukilisimamia wewe haliharibiki. Kichwa cha kuku, tunakupenda sana mzee wetu. Kwa hiyo ndio maana sisi hapa, sisi vijana wako wapangaji wa pale kwenye ile nyumba ya mzee Kipotimo, tulivyoona kuna mtu mmoja anataka kutupanda kichwani, tukaona tusichukue sheria mkononi. Tukakaa kwa pamoja, tukajadiliana, tukaona tukuletee hii kero. Kichwa cha kuku, nakwambia haki ya Mungu na mtume, tangu ule Kilunga mwokoto ule mtoto pale ndani ya tulali, yaani imekuwa kero, nyumba kama uwanja wa fisi. Mzee kichwa cha kuku, yaani usiku mtu umechoka, wanataka kupumzika, kitoto chake kinaanza kulia, kinapiga kelele mtindo mmoja. Watu mtu kwa mkeo wanataka kutengeneza ndoa, wanataka kufanya mambo yako, kelele kabisa. Yaani usiku mzima watu watulai. Mashughuli yetu tunayofanya magumu, tunachoka. Muda wa kupumzika yeye kitoto chenye kisauti chenye kikali, tunafikiri kitoto usikiza nini? Kila kisauti kama filimbi, kikianza kulia Sasa haya mambo mpaka lini? Kwa hiyo tukaona sisi hatuwezi kuvumilia tena. Mimi yule mtoto Kilunga ndio sitaki kabisa kuzungumza naye, namkataa. Kwa sababu pale alipo kila nikimtizama Kilunga, nimpige wapi afi? Nimpige, yaani hii ni mtwisha kabisa, wapi afi? Sehemu gani kwenye mwili wake nimpige atapona? Sikutaka kesi, nikaja kuleta hii kero. Mke wangu hauna naongopa. Mume wangu naongopa vipi? Mwenyekiti, mume wangu haongopi. Labda tu nikwambie kitu mwenyekiti. Hivi kwa nini umemkabidhi mtoto yule mwanaume? Kuna tu ungebeka sehemu yoyote. Alafu yule mtoto wa kike. Na yule Kilunga unavyoliona jinsi lilivyo. Hivi unaona Kilunga si kama jitu la polini. Yaani unavyoliona hivi mnamwamini kwa yule Kilunga yule? Maana Kilunga pale alipo si hatujawahi kumwonaga kaingiza mwanamke.
Tulikuwa tunahisi labda akienda chooni anachelewa kutoka, labda shida zake anamalizia hapo chooni, maana kila siku ananunua sabuni mpya. Lakini sasa mmempa na kale kabinti, na hii dunia ilivyoharibika leo. Kirunga mshirikina, Kirunga jitu la ovyo, Kirunga linavuta bangi lile muda wote, maisha yake anaishi na matakataka. Yani yeye kweli, mke wangu, msisitize wewe mwanamke, ukiongea atakuelewa mwenyekiti. Mtoto ule ni wa kike. Na sasa hivi dunia imeisha mwenyekiti. Ana ziwa la kumpa yule. Mtoto analia usiku mzima. Mtoto akipata homa. Yaani mtoto analia hapumui, mtoto wa watu analia, ziwa ana la kumpa yule. Yule inabidi akae na mama, lakini vile anavyonani vile, mtoto ule ataumwa. Kwani hamna sehemu ya kumpeleka zaidi ya kumpa yule kirungi? Yule kirungi yenyewe mimi simuamini. Yaani simuamini kabisa. Na sasa hivi dunia ilivyoisha, ndio mtoto cha kike kile kitoto. Dunia sasa hivi imeisha mwenyekiti. Mungu kweli fundi. Kirunga wewe leo na mtoto. Na ningemjua mwanamke aliyokuatia mtoto, ningefanya sherehe hapa mtaa mzima. Tatizo lako wewe malaya, Kirunga malaya. Ukipata tu 8,000 tayari umeshakimbia kuchukua wanawake 2,200. Ujionee hata huruma. Sura yako ilivyo ngumu kama maisha yako. Ngoja tumuone huyo mtoto. Mtoto mbaya. Umejua kumharibu mtoto. Kweli vya kulisi vinazidi. Mama Kombo, nakuheshimu sana. Nakuheshimu mno. Na muda wote heri uniseme mimi chochote tutakachojisikia kukisema, lakini sio kumsema huyu mwanangu. Tena wewe mwanzo na mwisho. Usininyoshie kidole. Utanifanyaje wewe? Utanifanyaje? Utanifanyaje? Nakuuliza utanifanyaje? Nipige sasa. Nipige. Nipige, sio ndio kunipiga, nipige. Wewe si ni mwanaume? Haya nipige, njoo. Njoo nipige. Njoo tupigane. Kumbe unijui Unijui mimi ndo Mama Kombo. Sogea tupigane. Njoo nakwambia. Watu wengine bwana, maisha yake magumu. Anataka kubishana na mimi. Tena wewe. Siku nyingine ukiniona, nione kama ukoma. Sikilizeni. Jukumu la kuangalia watu na mali zao ni jukumu la serikali. Sasa sisi kama serikali huwa tunatumia hivi, kama hili la bwana Kirunga. Endapo mtu akaokota mtoto, basi jukumu letu sisi ni kumuuliza kwamba je, huyu mtoto utaweza kumlea? Kama la, basi lile jukumu tunalichukua sisi kama serikali, tunamlea yule mtoto. Lakini kama yule atasema anaweza kumlea, basi tunafuata taratibu zote za sheria. Tunampa kibali cha kulea yule mtoto, vile vile tunaweka mfumo mzima wa jinsi gani ya yule mtoto atalelewa. Hapana mwenyekiti, hilo jukumu haliwezi yule. Yule haliwezi kwa sababu yule hana ziwa. Yule mtoto inabidi akae na mama. Sisi tunajua watoto wa kike, mtoto lazima akae na mama at least miaka 2, labda akamtelekeza. Lakini yule japo kamuokota, mwenyekiti amekuja kwako, ingibidi aende wapi? Huko kwenye vituo. Alafu usije ukaona labda mimi na mke wangu tuna chuki na yule bwana mdogo. Wala huyu hapa Montana au nyinyi wenzangu mmeridhika na zile kero za yule mtoto? Taganyai, mimi hapo nilivyokuja hapa, tumekuja wote kwa pamoja. Lengo letu ni hilo moja. Tumetoka majumbani kwetu, tumekuja hapa kumfuata huyu bwana. Huyu ndio mwenyekiti wetu, ndio anayetuongoza sisi. Naona uongei, unatuachia sisi. Yaani ukimya wangu mimi una mambo mengi. Kimya kingi kina mshindo. Usione nimekaa kimya, mimi na mambo mengi nafikiria. Kaongea pointi ya msingi sana, lakini naona bado mwenyekiti hajaelewa pointi aliyoongea. Yaani jukumu hilo umemuita mwenyewe Kirunga na mtoto. Kwa nini hujatushirikisha na sisi majirani? Kwa sababu kwenye ule mji tunakaa wengi, akai peke yake Kirunga. Alafu yule bora angekuwa mwenye nyumba, sisi tusinge nao. Sisi wote ni wapangaji. Alafu yule bwana yule, yaani anajipa madaraka, anajimilikisha kama nyumba babake. Mr. Ganyai, umeshirikishwa? Wala. Shemeji, wewe umeitwa? Sasa vipi tena? Hili jambo la kwetu sisi sote mwenyekiti, itakiwa tuweke pamoja. Mdogo wangu, umeongea maneno mazuri.
Ongea maneno mazuri, ongea. Umepiga kwenye mshono. Na angekuwa ndugu yangu yule bwana mdogo alikomwe, alikamwe. Anasema umepiga kichwani. Kaka samani. Pole sana. Asante sana, nashukuru. Nimesikia kila kitu na nimeona pia. Pole. Asante sana. Yaani binadamu sio hata tukoje, kila mtu ana malezi yake. Kulikuwa na sababu gani ya kukuongelesha maneno makali namna ile? Vipi, una ugomvi naye? Hapana, unajua bwana, binadamu hawa kila mmoja anakuwa na miemko yake. Huwezi jua jinsi alivyoamka nyumbani kwake, kaamka vipi, na inategemea na makuzi ya kila mtu. I say pole. Asante dadangu. Pole, yani nimeshindwa kuelewa ni kwa nini amefanya hivyo. Shukrani. Lakini huyo mtoto mama yake yuko wapi? Story ndefu kidogo kuhusu mama mtoto. Lakini huyu ni mwanangu. Hebu tumuone. Hongera sana, una mtoto mzuri. Asante sana dadangu. Nashukuru sana. Hongera sana. Mwenyezi Mungu akulindia, akutunzie. Yamkini bora hata wewe umenipa maneno yenye kunitia nguvu siku ya leo. Kwa sababu nilijiona mtu mwenye nuksi kweli kweli na nikajuta hata kwa nini nimeipita njia. Lakini yamkini hata nimekutana na wewe unaweza kunipa faraja. Asante sana jua hilo. Pole, Mwenyezi Mungu akutie nguvu, akutetee pia kwenye malezi yako. Akumsaidie mwanao akue. Asante sana, nashukuru. Usiache kumtegemea Mungu kwenye kumlea mtoto wako. Lakini amini kwamba ipo siku atakuwa tu. Ni wababa wachache sana wenye moyo kama wako, wa kujitoa kufanya hicho ambacho wewe umekifanya. Sio kazi rahisi. Kwa nipende kukupongeza kwa hilo. Hongera kwa kuwa baba mwema, hongera kwa kuwa baba mzuri. Asante sana dadangu, nashukuru sana. Hongera sana kwa ajili ya malezi. Asante sana. Lakini nina kidogo hapa kwa ajili ya mtoto. Usijali dadangu, kuwa na amani. Asante sana. Hapana, kuwa na amani. Asante sana. Ni kwa nia njema tu, wala usijali. Asante sana dadangu. Na kuomba upokee kwa ajili ya mtoto na sio kwa ajili yako. Nafanya kwa ajili ya mtoto. Naomba upokee. Asante sana. Shukrani dadangu. Barikiwe. Mwenyezi Mungu akutetee kwenye malezi. Ukae baba mwema. Asante. Hebu ngoja niwaulize swali. Hivi yule mtoto ingekuwa ni wa Kilunga wa kumzaa, ama kati yenu ninyi ni mtoto wake, alafu akafanya mambo kama haya, je, mngemtupa? Mngemfukuza? Hebu kuweni na moyo wa upendo, kuweni na moyo wa huruma. Yule mtoto ameokotwa. Mimi nilitegemea labda pengine mngekuja hapa labda kutaka ushauri kwamba mtamleaje yule mtoto. Mnakuja mnazungumza mambo ya ajabu ajabu, hata siyaelewi. Hata we mwanamke, jamani, hivi ina maana we hujui kuzaa? Hujui uchungu wa kulea? Jamani, hebu mwacheni mwenzenu amlee yule mtoto. Hebu mwacheni mwenzenu amwangalie yule mtoto. Mpeni moyo, msaidieni kulea. Sawa? Na yule mtoto kuanzia leo sitaki kusikia habari hizi za kumnenea mabaya. Nataka mkija hapa mnakuja kunipa taarifa njema kuhusu yule mtoto. Yule mtoto anaendelea vizuri. Mwacheni Kilunga amlee yule mtoto. Mnakuja mnaniambia mambo ya kipumbavu hayo, mambo ya kijinga jinga haya, badala ya kuzungumza mambo yenye faraja kwa mtoto. Twendeni jamaa.
Mama Kombo. Mama Kombo. Kumekucha asubuhi. Nani tena asubuhi kugonga milango ya watu? Watu tumelala mjuu, tumeamkaje kugonga milango ya... Jamani, huu mtaa huu unachosha. Kumekucha. Una shida gani asubuhi kwenye majumba ya watu? Samani Mama Kombo. Wiki iliyopita hapa nilibeba takataka. Na mpaka hivi sasa sikupata ile pesa. Leo nimekuja hapa kidogo, hali yangu sio nzuri. Na nyumbani niko na mtoto. Tafadhali naomba unisaidie, kwa sababu unajua tena watoto hawajui kukosa. Naomba unisaidie nende nikamchukulie maziwa kabla hajaamka. Na ndio maana nimekudamkia hapa kwako. Pesa sina. Na hata kama ningekuwa nayo nisingekupa kwa upumbavu uliofanya. Mama Kombo, jua hilo sinishakuomba samani na nimekufahamisha vizuri kabisa hali ninayoipitia. Nisingependa mimi mwenyewe kuja kwa asubuhi kama hii kukudamsha hapa. Lakini ni hali tu ambayo ninayoipitia nyumbani. Habari ndio hiyo. Utachagua mwenyewe. Uzike au usafirishe. Nimekwambia pesa sina. Asubuhi kugonga milango ya watu. Basi gonga kistaarabu hata kama unadai hela ya taka. Gonga kistaarabu. Gonga Mama Kombo. Wewe unajua mtu kalalaje? Au ana mawazo gani kichwani? Ondoka. Au unataka nipige kelele mtaa mzima ujue kama unadai hela ya taka? Sasa majirani wanasema vipi kwenye hili? Ondoka. Mbona mimi nilivyokuja kuchukua hizo takataka sikupigia makelele majirani hapa? Si nilizibeba na ulikuwa na kauli njema kabisa, utakapokuwa uko vizuri utanipatia. Au leo hii katika kufuata hitajio langu ndio majirani wanahusika? Haya bwana. Mjanja wewe. Mimi sina cha kufanya, asante. Hela ataka tu unakuja kutugongea mlango asubuhi. Wenzako huko wanadaiwa kaishi kwa ushadamu, sijui wapi. Wewe hela ataka tu ndio inakuumiza. Chefu. Habari yako? Salama, sijui wewe. Safi, kwema? Kwema kabisa. Vipi, unanikumbuka? Nakukumbuka Nesi. Mimi nitakusahau wewe sasa? Pole sana bwana. Asante sana. Nimesikia taarifa kumbe ule mtoto ulimuokota. Ni kweli ese. Yule mtoto mimi nilimuokota. Nilijisikia vibaya sana. Yaani hata ile hela siku ile ningejua ningekuongezea. Pole sana. Sijali bwana Nesi. Pale ulipopachangia ni pakubwa sana. Wewe kuwa na amani tu. Vipi saa mkeo amelipokeaje? Maana sisi wanawake. Bwana Nesi, mimi nikwambie ukweli. Mimi nyumbani sina mke. Na ndio maana yule mtoto nilipompokea namlea mimi ndo baba yake na mimi ndo mama yake. Kweli? Mungu akubariki sana kwa moyo uliokuwa nao. Maana wenye moyo huo ni wachache sana. Vipi kwa hapa, unakaa wapi? Mimi nakaa kwa mzee Lugori hapo, Tawa 3 kutoka hapa tu. Okay. Sio mbali sana. Sasa nilikuwa naomba twende nyumbani ukapaone, maana nyumbani pale tunakaa familia na mdogo wangu ana mtoto. Kwa nilikuwa naomba twende ukapaone siku hata ukiwa busy na kazi nini, wewe unamleta mtoto pale kushinda. Kwa hilo hamna shaka. Basi sawa, maana sikai mbali, ni hapo tu. Tunaweza tukatembea tukaongozana tukaenda. Sawa, hamna shaka.